kosa lolote. Nisamehe blaza, sijafanya kosa lolote. Vipi Asia? Poa kaka, kwema? Unaendeleaje? Nimechoka ndugu yangu. Unacheza mifugo yako eh? Si unajua tena nipo hapa mama wa nyumbani. Yule mbona anapungua sana uzito ule? Itakuwa ni majani haya, si unajua yamekauka. Kama umechoka sana. Hali yangu ndio hii kakaangu. Tunasubiri tu hapa. Umuone anko. Sasa mbona shemeji umleti? Hata yeye anatamani sana kufahamika na wewe kaka. Ila nakuahidi tu wiki ijayo atakuja. Jitahidi sana aje kwa sababu unajua sisi tuko wawili tu. Jitahidi basi aje tufahamiane. Sawa. Pia itakuwa sio kitu kizuri unakaa na ujauzito wa mtu kiasi hicho. Alafu anapoaje fika. Naweza kutokea shida yote tukashindwa hata kuisolve. Sawa. Lakini sasa kwa sasa hivi kwa kipindi ambacho bado hajaje. Yule ng'ombe anayekonda yule tumuuze. Tumuuze alafu uweke genge pale. Sawa, hata hilo sio wazo baya kaka. Pale ili itakwenda kusaidia kupata hela zingine za matumizi madogo madogo kipindi ambacho mimi sipo. Yeye na mimi nijikongoje hapa nikapike pike. Asia, mimi nafikiri hiyo pesa kwa kliniki kesho na kutosha. Sawa. Enda fanya vipimo, alafu kirudi tutawasiliana. Tumeelewana? Sasa ndani shirikie maua maana wilayani wanakuja kuchukua maua yao. Si unajua? Sawa. Kwa hiyo fanya hivyo. Sawa, ila jitahidi basi uje kwa kaka maana analalamika sana. Unachosema ni sahihi sana. Na ni kuahidi. Siku 2-3 hizi nitafanya ratiba zangu kwa vizuri, nipange siku ya kuonana naye. Sawa. Of course sio vizuri lakini nitajitahidi nifike sasa ili jambo nao liishe. Sawa, jitahidi basi. Si unajua yule ndo ndugu nilobakiwa naye. Sawa, nikuelewa. Nitajitahidi sana. Na nakuahidi itakuwa siku kubwa sana. Sio kubwa kwangu tu. Itakuwa siku kubwa kwako, kwangu na kwa shemeji pia. Tumeelewana? Haya bwana. Usinune. Sawa. Kwa hiyo nipige kazi hapa. Poa, na mimi niende zangu. Bebo na gari, punguza mwendo kidogo. Umekuwa dereva sana leo. Punguza gia. Taratibu. Hema kidogo,
Basi subiri. Shika breki vizuri. Subiri kwanza. You know what, babe? Leo umekuwa dereva mzuri. Asante. Speed kama hiyo utaniua. Nikwambie kitu. Umekuwa dereva kunizidi. Asante. Unaendesha very professional. Kwa sababu yako. Nikwambie kitu. Naam. Look this beautiful place. Unaonaje eneo hili? Liko quiet, so romantic. Ni zuri sana. Unaona, get the breath. Hebu hema kidogo. Wow, hema. Unapendeza sana. Nataka nikwambie kitu leo. I wish eneo hili litakuwa better sana leo tukaonana bwana. Shemeji. Kakako. Ni sawa. Tupendeza eh? Ndio. Wow. Ni pazuri kiukweli. I have a surprise for you. Kweli? Nataka nikusurprise. Today. Sawa. Surprise ambayo itakushangaza. Kweli? To the maximum. Siwezi kukukatalia. Na najua ujasiri huo. Sina. Hata mwanangu ananisikia leo ndo kutisha surprise. Hivi umemwona babako huyu? And you know what? Unajua sijakosea. Right? Kweli. Leo utakuwa very surprised, utashangaa kila kitu. I love you. Thank you. Close your eyes. Nishuke kwanza? No. Just wait for macho kwanza. Paka wananiongopea. Vumba tena. Vumba. Wow, that's my girl. Unapendeza ukifumba macho. Okay. Just wait, usiwe na haraka. Open your mouth. Nata kidogo. You feel what? Asante. Guess what? Mtamu. Nini umekula? Tikiti. Wow. Okay, just drop down. Sugar. Taratibu, usiye kumuumiza mama. Just slow. Wow. Karibu. Just kaa kwanza. Yeah. Drop it. Taratibu. Wow. Pole. Unaonaje? Ni pazuri. Sikia upepo ulivyotulia meno haya. Pazuri sana. Yaani bora tu tunakuja mara kwa mara. Umepapenda? Sana. Kabisa. Angalia blue sky. Mbona inavutia? Leo shemeji ataenjoy. Kweli? Ataenjoy kukutana na mimi hapa. Mbona hujaniambia mapema? Surprise. It's surprise. Haya bwana ma surprise. Tulia, nimekwambia usiwe na haraka tu. Tulia. Sawa. Nataka nikuonesha kitu. Unafanya nini kwani? Au ndo surprise yenyewe? Vigezo na masharti kuzingatiwa. Wow, like that's my girl. Leo ni kama kwenye movie. Kama kina Clara yani. And ni muda wa picha. Aya, sawa. Niweke pause. Taratibu, sio haraka.
Sasa ngoja mtumie bwana shemeji ajisikie kuenjoy. Lakini atakapo mshauri yule bibi mtoto aondoke pale. Sasa nitamshauri nitaanzaje yani? Na sina hata mazoea nao, naona ugomvi wetu ndio unaendelea hivyo. Sasa pale natakiwa apigie simu wazazi wake waje wamchukue. Sasa bila hivyo, ni mtoto anazidi kuwa na tabia za ajabu sana. Hata ashauriwe na mwingine, maana mimi kimshauri ataniona kwamba ushauri wangu ni wa kipuuzi, afu ataniona mimi mtoto mdogo. Labda ajitokeze mtu mzima ambaye mwenye akili zake anaelewa amshauri. Ni bora akaondoka. Unajua ni bora mtoto akae na wazazi wake kuliko akaleo na bibi. Ndio hivyo, ndio changamoto ya maisha. Sasa unakuta labda ana mzazi mmoja, ni mzazi kamrushia mama yake amlelee mtoto, sasa ndio matatizo yake anakuja ndo haya. Hapana. Hata kama kiwa ni mzazi mmoja, kama utaamua kujimudu, mbona kaa naye tu? Ila kwa kwangu mimi siwezi. Issue sio mtoto mdogo. Issue ni kumpa mauzuri ambayo atamjenga mtoto. Asa atamjengaje? Unijibu chochote, unabasha tu unaondoka. Na dharau zako tena unazidi kwenda. Nini lakini? Nijibu basi chochote ili nione na maneno unisikilize kidogo. Yes. How you feel? Kwa sawa. Amsubiri baba mkwe hapa. Na baba mkwe. Mzuri kwa mzuri. Yeah. Happy. Unilemba. Kumbe ndugu yako sio? Kaka. Ndio maana leo niko na ndugu yako. Asia. Welcome. Wewe ndo shemeji? Ndio. Leo ndio utachagua akuite Miraji au Bini muuaji hodari. Nani? Ataniita Miraji. Are you sure? Let's see. Haraka za nini? Muda upo bado wa kutosha. Utacheza sana mchezo. Nahitaji kufahamu. Mimi jina langu nilikotoka wananiita Wallace. Aya boss. Rudi kwenye engo Binu. Rudi kwenye engo. Ingia kwenye engo. Tena. Mkono. Unatoka unakuja unaingia mkono. Yaani hapo katikati yao usiogope, nenda. Ukisikiza maelezo tunafuata. Bwaga. Ongeeni. Action. Okay, toka mkuleke. Twende action. Tuondoke. Action. Okay, twende action.
Lakini nini mbona unanifanyia hivyo? Afu ukiondoka mimi nabaki na nani?